Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jina langu naitwa Mwalimu Emmanuel Mwakipesile. Na leo nimepata nafasi ya kuzungumza na wewe juu ya habari ya siri ambayo ipo ndani ya Biblia, na nadhani huu ni wakati wa hii siri kuweza kuwekwa wazi kabisa. Nami nikiwa kama mwalimu, jukumu langu ni kufundisha. Niko hapa kwa ajili ya kufundisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hapa nina somo linahusiana na utambue ufalme wa Mungu, sehemu ya kwanza. Kwa hiyo ni somo refu sana, lakini nimeamua kulivunja katika vipande ili wewe mtazamaji wa klipu hii upate kuwa na uwezo wa kuangalia na kufuatilia, lakini pia kujifunza kitu ambacho Mungu amekusudia usiku wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Somo linahusiana somo lenye kichwa cha utambue ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Utambue ufalme wa Mungu. Lakini jambo moja la msingi la kufahamu ni kwamba ufalme wa Mungu ndio huo unaoitwa ufalme wa mbinguni. Kwa hiyo ufalme wa Mungu ndio huo unaitwa ufalme wa mbinguni, na ufalme wa Mungu ndio ufalme mkubwa kuliko falme zote, na ndio asili ya falme zingine, kwa sababu falme zingine wamekopi na kupesti kutoka katika ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo kama nilivyosema, ufalme wa Mungu ndio ufalme wa mbinguni, na ufalme huu ndio unatengeneza kitu kinachoitwa ulimwengu wa roho. Na ulimwengu wa roho uko aina mbili. Kuna ulimwengu wa roho wa shetani na kuna ulimwengu wa roho wa Mungu. Ulimwengu wa roho wa shetani, control point yake ni kuzimu, sehemu ambapo shetani ndipo anapocontrol. Na ulimwengu wa roho wa shetani unatawaliwa na roho mbalimbali, zikiwemo wachawi, waganga, wapiga ramli, wasoma nyota, majini na roho za kila namna. Roho chafu wote wako upande wa ulimwengu wa roho shetani, na mfalme mwenyewe mtawala ni shetani mwenyewe. Haleluya. Lakini kuna ulimwengu wa pili unaitwa ulimwengu wa roho wa Mungu. Ulimwengu huu wa roho wa Mungu wenyewe ndio unaotengeneza ufalme wa Mungu, kwa sababu huko ndipo palipokuwa na maskani ya ufalme ambao tunasema ni headquarter. Kwa hiyo headquarter ya ufalme wa Mungu ni juu mbinguni, ambapo Mungu ndipo palipokuwa na kiti chake cha enzi, na ndiyo sehemu ambayo Mungu anakaa. Ndipo sehemu ambayo kuna mahakama yake, lakini pia ndipo sehemu ambapo kuna jeshi, lakini na vitu vyote ambavyo vinaishi katika ulimwengu wa roho, ambapo vitu hivyo basi ni vitakatifu, viko juu mbinguni. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho kuna ulimwengu wa roho wa Mungu na ulimwengu wa roho wa shetani. Lakini katika jambo la kuelewa ni kwamba ulimwengu wa roho, kama ulimwengu wa roho wenyewe una operate kwa kutawaliwa na ulimwengu, wenyewe una operate na kutawala ulimwengu wa mwili. Kwa ulimwengu wa mwili unatawaliwa na ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kila ambacho kinaendelea katika ulimwengu wa mwili kina sababu katika ulimwengu wa roho. Kuna kitu kimefanyika katika realm of spirit, ndio maana tunakutana na vitu vingi ambavyo vinaendelea. Kwa mfano, mtu leo anaweza kupata magonjwa sio na tiba, au magonjwa ambayo yenye tiba, na yeye anaweza kaona ni kawaida tu. Haya magonjwa ni vitu ambavyo vipo kwa mwanadamu, lakini bila kufahamu ya kwamba magonjwa yanatengenezwa katika ulimwengu wa roho wa shetani, ambapo kule kuzimu kuna karakana ya kutengeneza magonjwa. Kwa hiyo magonjwa yanaandaliwa katika ulimwengu wa roho, lakini yanaachiliwa katika ulimwengu wa roho, lakini udhihirisho wake unaonekana katika ulimwengu wa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona mtu amebarikiwa, basi ujue baraka zilianza kwanza katika ulimwengu wa roho. Mtu alipata kubarikiwa katika ulimwengu wa roho, lakini udhihirisho ukaonekana katika ulimwengu wa mwili.